na watoto uchoka. Sisi tumefanya ibada zetu bili 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes, kwa sababu tunaona vile watu wanakaa muda mrefu kwa mask, wanachoka, wanaitoa. Sasa wana struggle ku breathe. So inahitaji ibada iwe fupi na pia kushughulikia mahitaji ya watoto wadogo, ili ibada ishe same time na watoto. Wazazi wale wako na watoto wachukue waende nyumbani. Wakati ule mzuri ukirudi, wacha turudishe mambo yetu yote. This is not a good time and we cannot afford to do things in a bad way. Ile tukichukua light itatukula sisi wote. Let me go to the word of God today. I'm happy 3 months mnafanya mambo na missions, and vile trustee uliniambia nikiwa kwa uwanja wa ndege, kama ungeniambia siku ile kile mnafanya ningetengeneza sermon ya hiyo. But leo nazungumzia kuhusu stewardship. Now, you cannot do missions unless you are a faithful steward. Because in a mission field, we need people who give themselves to serve. Yani tunahitaji watu ambao watajitolea kufanya huduma. Tunahitaji wale ambao watatoa mali kusupport wale wako kwa huduma. Na tunahitaji mali hiyo kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Kitabu cha Zaburi 24 mstari wa 1 na wa 2, huo ndio mwongozo wetu. Biblia inasema hivi kwa Kiingereza: The heart is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Maandiko yanasema kwamba nchi ni ya Mungu na kila kitu kilichomo ni chake, na hata watu wanaoishi ndani ya hiyo nchi ni wa Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliweka ama alitengeneza kwenye bahari ya maji na kwa mito. Mahubiri ya leo nataka tuangalie na tuelewe ya kwamba sisi ni managers ama wasimamishi wa mali ya mwenyewe. Tunasimamia mali ya mwenyewe. Mwanadamu anapozaliwa, mtoto mdogo anazaliwa bila chochote. Hata nguo hana jina, hana title, hana pesa, kwa sababu hana mali yake. Kama angekuwa na mali yake angekuja nayo. Lakini kwa sababu mali ambayo anakuja kusimamia ni ya mwenyewe, ndio sababu anakuja bila chochote. Na unapoendelea kukua, Mungu anakujalia, anakupea jina kupitia wazazi na watu wengine. Anakaa, unapelekwa shule, unasoma, unapata vyeti, unaenda vyuo vikuu, unaweza kupata hata ajira, unatengeneza mali, lakini unafikiri ni mali yako. Vile mfanyikazi ambaye anasimamia biashara ya mtu, akiingia kuisimamia kama manager, anaingia tu bila chochote, anapewa file, anaambia these are the stocks. You sign the document that I'm going to manage this business. Na wakati kazi inaisha, unaambiwa you sign what we call the handover note. Hata dustbin huwezi kuibeba kwa sababu sio yako. So, the foundation of all giving to God, whether the tithes or offerings or anything else, is an understanding of Christian stewardship. Tunapotoa vitu zetu, tunatoa sadaka na fungu la 10, ni ile kutambua ya kwamba sisi tunafanya kazi tukisimamia mali ya Mungu ambaye ametupatia.
It is a conviction from inside ourselves that what we are taking care of belongs to God. Sisi hatuna chetu wenyewe. Lakini mwanadamu amefika mahali akitoa sadaka, akitoa fungu la 10, anaona ni kama amefanyia Mungu favor. We feel so proud of ourselves that we have given something in the church. But I want to tell you, you don't give anything, for all things belongs to Him. Yes. Stewardship is the practice of systematic and proportionate giving of time, abilities and material possessions based on the conviction that there is a trust from God to be used in His service for the benefit of His kingdom. Systematic and proportionate. Hii inamaanisha ya kwamba kuwa mtu ambaye unasimamia mali ya Mungu na unatoa ni jambo ambalo linaendelea kutoka hatua moja hadi nyingine. Because you cannot be giving the same amount of money for 10 years. Unless hiyo miaka 10 hakuna kitu kimeongezeka katika maisha yako. Maybe you began na kutoa sadaka ya 50, lakini Mungu ameendelea kukubariki. Unastahili kuwa sasa baada ya miaka 4 unaweza kutoa 300, 400 kama sadaka ama 500. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaendelezwa na pia unatoa kulingana na vile umebarikiwa. Tuko na watu ambao, na huwa ninaambia hivi pastor, anytime unapochagua chairman wa kusimamia muradi, weka mtu ambaye ni wa kutoa. Kwa sababu ukiweka mtu ambaye ni mkono birika, kitu ya kwanza anasimamanga, anasema mchungaji amesema hii tufanye hii mradi, lakini sisi wote mnajua vile tuko na hali ngumu ya kimaisha, tutajikaza tu kulingana na vile tuko naye, na mimi kama mwenyekiti wenu nimeshatoa 2,000 zangu. Unajua akishafanya hivyo, mtu yule alikuwa atoa 10,000 hatatoa. Ameshazima watu ili wasije wakamsukuma kutoa pesa nyingi ama wasionekane wametoa kuliko mwenyekiti. Anything that involves giving, put in front a giver. Wana asifiwe sana. Usiweke mtu ambaye ni mchoyo, mtu ambaye anaona ni kama atakufa ziko na pesa. In fact, I was telling people yesterday, even the richest when he dies, tunachangia. Very true. Yes. Ndio tuzike. Kuna mtu anazikangwa na pesa ati ni tajiri sana, vitu zake, gari ziletwe, kila kitu tunatoa. So we have nothing ourselves. Point number 1, nilitarajia watu wa Mindi wangeweka hii mahubiri ili watu wawe wakiandika kwa screen. Number 1, it is a way of living, the recognition of God's ownership of one's person, one's powers, one's possession, and the faithful use of this for the advancement of Christ's kingdom in the world. Tunapotoa, iwe ni pesa, iwe ni muda wetu, iwe ni utajiri ule tuko na hama nyumba zetu, tunapeana nafasi, tunatambua ya kwamba Mungu ndiye mwenye hii mali. Na sasa Mungu, kwa sababu wewe ni mwenye mali, kuaminifu ile mali umenipatia nisimamie, nitaitumia kupanua ufalme wako. Praise the Lord. You may give and you remain with nothing, and God always will provide. Kuna wakati ambapo nilikuwa na shida miaka ya nyuma nikihudumu kanisa ingine. Na siku moja nilikuwa na 100 kwa mfuko. Na hiyo 100 ilikuwa pesa mingi, usione usisikie kitu 100 uanze kuona kama ni kidogo. Ilikuwa mingi kwa sababu hata kupata mbao 20 bob ilikuwa a miracle. Na tulikuwa na chakula kidogo ya siku 2 kwa nyumba.
Mama mmoja akaja, watoto wake 5 wamelala njaa, ameshida kutafuta kibarua hajapata, amekopa vioski vyote wamemkataa. Akanipata jioni, akaniambia watoto wanalala njaa na sina namna. So nikafikiria, nikaona afadhali mimi tuko na chakula ya leo na kesho. Hawa wamekaa siku 2 bila chakula. Nikatoa hiyo 100 ikaenda. Na my wife alikuwa anajuaga ni nini niko naye, kwa sababu wakati huo hatakuwa na excess ya kuwa ati maybe inaweza kuwa imesaulika mahali. Akaniuliza, umepeana hiyo 100, what will happen? She was sincere because of the situation we were in then. Nikamwambia Mungu atatutembelea. That's what I say. Kwa sababu nilisikia nitahukumika nikibaki na hiyo 100 na huyo mama anaenda kulala na watoto siku ya pili. Asubuhi saa 3 niliona pastor wa Deliverance Church amenitembelea na shopping ya zaidi ya 2,500. Saint Baptist Deliverance Church. Kuna siku hata Mungu alituma wamama wa kanisa ya Pefa. Wakasema wanaenda kutembelea pastor wa Baptist. Pefa. God blesses the giver. Praise the Lord. Na tunahitaji kujitolea. Number 2, steward is not the owner. Manager hawezi dai kwamba ndiye mwenye mali. Kwa sababu mara nyingi tunapopata mali tunafikiria ni yetu. I was challenging people in our church when I was speaking the same sermon. Nikauliza, unafikiri Mungu ni mjinga alikupea gari inakaa watu 7 na hako kupatia pikipiki? Hiyo gari umepewa ni ili ubebe jirani. Na mtu mwingine anahitaji kufanya kazi ya Mungu ambaye anahitaji means ya kufika. Ndiye kutengenezwa na ukupewa ya kiti moja. So wengine tumekuwa so high in an extent that we cannot even give somebody a lift. We are so private in our lives that we don't allow others to access us. Inakuwa ngumu kutufikia. So tunapofikiria stewardship, tunastahili kujua a steward is a manager. Na kazi ya manager ni kuhakikisha biashara ama kazi hiyo inafikia malengo ya mwenye kazi. The owner is God. And therefore, what we have, we should use it to achieve the goals of the owner, who is God himself, not ourselves. When we define the steward leadership, it is the efficient management and growth of organizational resources through leading staff and activities of the organization as an unwilling steward servant in order to achieve the mission according to the objectives of the owner or owners, and therefore Christians are stewards. Sisi kazi yetu ni kupanga. Chungaji Martin ni kupanga, the manager. Mungu amemwentrust with this congregation. It is to put people together to achieve the goal of the owner, who is Jesus Christ. The Bible says Christ loved the church, that he gave his life for it. So the church does not belong to me as the pastor. It belongs to Christ. I'm a steward. Praise the Lord. Ukiwa umepewa uongoze wanawake, uongoze watoto, uongoze vijana, God expects you to be faithful to guide those groups towards his set goals. Na malengo ya Kristo ni kwamba tukutane tuwe na yeye milele na milele. We need to focus on that. Number 3, God is the owner of all things. Melchizedek blessed Abraham of the Most High God, the possessor of heaven and earth. Genesis 14 verses number 19.
in King James Version or New King James Version. Abraham alipoenda vita na akashinda na kapata mali, alitolea Melkizedek fungu la 10. Na Mungu, Biblia inasema in the book of Psalm, I will bless you in the honor of Melchizedek. Melchizedek had no beginning and he had no end. Therefore, as a church, ukiwa Mkristo, unahitaji kuelewa ya kwamba time ile uko nayo, it is God's time. Za mara nyingi Wakristo tumekuwa too busy. Hatuna time ya kwenda maombi, hatuna time ya kwenda fellowship, hatuna time ya Bible study, hatuna time ya personal devotion. We are too busy. We are in a hurry. In fact, ukiuliza wengi hapa, wanasema mimi naombanga asubuhi kabla sijaenda kazi. Lakini muulize naombanga dakika, anasimamanga ameshika simu kwa mkono na ameangalia kama na ameshavaa viatu, amesimama kwa mlango anasema God bless my day as I go, take care of me. Hiyo ndio maombi, na anasema amen akiwa amefungua mlango kienda. No devotion, no time for God. We are too busy. Because we think all the time belongs to us. Hakuna mtu anaweza amuka saa 11 achukue dakika 30 mbele za Mungu akiomba na kusoma neno. Lakini uwe na safari hata kama ni saa 8 ya usiku utaamka. Sasa hiyo una set alarm, ndio simu ikuamshe usichelewe. Ile unaendaga kazi umeweka alarm ndio ikuamshe pate time ya kupika chai, time ya kukula, time ya kuoga, ndio uende kazini. But time for the service you don't care. Sunday ndio tunalalanga mpaka tunasahau kuna kanisa. Because we believe we hold the time in the world, but the time also belongs to God. I confirm this through Psalm 24 again, verses 1 to 2. This is we emphasizing. Nilipoona memory verse, nilikuwa nasema laiti mngelijua hii ingekuwa memory verse ya wiki hii. The heart is the Lord's and the fullness thereof. The world and they that endure therein. Hii dunia tuko nayo ni ya Mungu, na mali yote yaliyomo ni ya Mungu, na sisi pia ni mali ya Mungu. In Psalm 50 verses number 10, the Bible says, for every beast of the forest is mine, and the cattle on the 1,000 hills. Hakuna kitu mwanadamu ako nacho ambacho ni chake. Or we have. God just entrusted to us. Kwa likupatia tu. Lakini sisi tabia zetu ni kama za watoto wadogo. Mtoto unaenda unamnunulia sweet, unakuja na ile ya kamti, unampa, unamfungulia, anaanza kumumunya, unamwambia nipe kidogo nionje, anarudisha nyuma, anaanza kuficha na anarudi reverse, na wewe ndio umemletea, hata ajui imetoka wapi, umempa na anakunyima wewe. Sisi ndivyo tunafanyianga Mungu. Mungu anatupatia mali hivi kwa mikono yetu, lakini sisi Mungu anaposema weka kidogo kwa huduma, unarudisha nyuma. Kumbuka pasa wako, unarudisha nyuma. There are people in the church, kazi yao kubwa hawatoi, kazi yao kubwa ni kuangalia kama pesa za kanisa zisijakuliwa. Hiyo ndio kazi wanafanyanga. Hiyo pesa tulitoa imetumika vipi, imeenda wapi? Is it your business? And furthermore, church, wacha niwaambie, hii pesa lazima tuikule. Nafikiri mili tunajenga na mbao, tunakula hizo pesa. Mnatupatia, tunaitumia, tunakula ndio tuweze kufanya huduma. Ikiwa ulikuja kanisani kulinda pesa, umepotea. Unahitaji uhubiriwe uokoke, kwa sababu you're in the wrong place. God is saying 10% that it belongs to me I've given to the Levites and the sons of Harun. Kama umesoma kitabu ya Joshua na kitabu ya Deuteronomy, wakiingia, Joshua aliambiwa na Mungu, wana wa Harun na nyumba ya Levi usiwagawie mashamba. Hawa
nitawapatia fungu langu la 10 na sadaka ambazo zinatolewa na wana wa Israeli, ndio utakuwa urithi wao. We give money to advance the kingdom of God. However, we need to give also our lives. In the book of Haggai 2 verse 8, the Bible says, silver and gold are his. And I said, my silver and gold belongs to me. Mchungaji, Mungu akitujalia neema nitakuja hapa kufundisha the whole book of Haggai. Amen. Yes. Because people forgot God. Walipomaliza ukuta wakati wa Nehemia, walianza kujenga hekalu. Ikafika mahali, kiangalia kitabu cha Zakaria, Biblia inasema walikumbuka hekalu ya zamani, wakaanza kulia na kuomboleza. Because they were saying what they are building is not equal to what was destroyed by Nebuchadnezzar. But God said, the glory of this temple will be greater than the glory of the previous temple. Na walipofika mahali waliona wanadharauliwa kwa sababu hawana mali. They decided first of all kwenda kutafuta mali ndio warudi kujenga hekalu. Na wakapata mali. Wakakaa. Nyumba zikawa mzuri za comfort, wakaanza kukaa kwa nyumba nzuri, wakasahau nyumba ya Mungu. Wanasifiwa. Sijui wakati wetu wanakumbuka wakati ulikuanga na ile nyumba dogo. Unajua hii nyumba ya hii mtaa Mlolongo hii na turumu tumekatakata kila mtu kwake, na choo ni ya kila mtu, bathroom ni moja nje. Unaamuka mapema ndio uoge kwanza kabla watu wajajaa kwa Mlolongo hiyo. Wakati huo ulikuwa unaomba unalia. Hiyo nyumba wall ya kugawa bedroom ni curtain. Unaleta watu fellowship. Kila jioni mko na fellowship ama every week na maombi kwa hiyo nyumba. Unakaa unalinda hapo. Na kisha hawaingii bedroom. Bedroom unajua mtu akilalia ataanguka bedroom. Sasa unalinda bedroom. Na pia hata wakati wa maombi unaangalia mtu asitoroke na unga, kwa sababu kitchen iko hapo. Na ulikuwa umepeana nafasi kwa hiyo nyumba, and you have the confidence that God has given me a house and we will worship him in this house. Lakini ulipopata nyumba kubwa, ukapata TV kubwa, utaki watu kwako. Sasa unaona wanaleta interference, wana-interfere na privacy. Watu sasa unaona wanakuingilia ile kipindi unaonanga baada ya news. Hautaki hiyo interference kwa sababu kuna Zora na lazima nione Zora. Kuna wengine wako kwa Ziwa ni lazima waone Ziwa Ring of Fire. Hawataki fellowship wa houses. Lakini wakati ukuwa na TV au kuwa na kiti mzuri ya kupumzika, au kuanga na hata vitu nyingi haukuwa na hata bedroom ilikuwa ni hiyo room moja, you are a good Christian. Sasa hii you are a different person. Umesahau uaminifu kwa nyumba dogo Mungu alikupea kubwa. And the Bible says, to whom much is given, much is expected. Praise the Lord. What do we do? Lo, I hope sijawambo. Najua mimi sihubiri wa uzito polepole tu, tunapelekana. The book of 1 Chronicles 29 verses 12 and 14. 1 Chronicles 29:12 and also verse 14. 12 says, riches and honor come from you, and you are the ruler of everything. Power, mighty are in your hand, and it is in your hand to make great and to give strength to all. Verse 14. But who am I and who are my people, that we should be able to give as generously as this? For everything comes from you, and we have given you only
what comes from your own hand. Unasifiwa. Kile tunapea Mungu ni kile kinatoka kwa mkono wake. Na ndio sababu Daudi, na ingawa alikuwa mfalme aliyekuwa na nguvu na alikuwa amefaulu sana, alisema, mimi ni nani na watu wangu tumetoa kwa njia hii ya kujitolea, kwa sababu kile chochote tumekupatia kimetoka tu kwa mkono wako. Wapendo, tunapotolea Mungu sadaka zetu, tunapotolea Mungu fungu la 10, tunapotoa pesa zetu ama mali yetu kwa sababu ya mission, tunapotoa ndio tuende evangelism, hatusaidii Mungu, tunampa kile ambacho kimetoka kwa mkono wake. Bwana asifiwe sana. Hatusaidii Mungu. Kuna watu ambao hujitoa, yani anasimamanga hata na wallet ndionekane vile ametoa. Wengine ukikosa kumtambua ati hii mchango ametoa 5,000, hiyo kanisa atakuja wiki 3 mpaka ende atafutwe. Na vile ninatoa kusaidia hiyo kanisa, unasaidia nani? Pesa uko nazo ni za Mungu. Uhai ulio nao ni wa Mungu. Akili ya kutafuta ni ya Mungu. Unahitaji kumrejeshea ambacho ni chake. Bwana asifiwe. Lakini tumekaa, tumeona sisi ndio tunasaidia Mungu instead of recognizing what God has done for us. There are days we had nothing ourselves. Kuna siku kuwa na kiatu, hata mimi najua. Kuna siku nilisoma mpaka standard 7 bila viatu. Nikamaliza primary bila sweater na kuna baridi huko kwetu Meru. But now God remembered me. Na ingianga nauliza nivae kiatu gani itafiti na hii suti. Emmanuel no shoe. Kwa hivyo nastahili kuwa mwaminifu, kutembea, kufanyia Mungu kazi. When I'm working for God, I'm not doing any favor to God, but I'm doing what God expects of me. Unasifiwe sana. Unapoimba kanisani, aufanyii pastor favor. Tuna waimbaji ambao ni wasumbufu, wanasumbua. Kwa sababu ndiye anaimbanga, watu wanasimama, kanisa inawaka moto, anaamua mgomo. Siendi hiyo church. Hata wetu kuna wengine waligoma, hata wakagoma kwa projector. Waligoma ili pastor feel the important in the church. Nikahubiri 1 month and half bila projectors. You know what God has done? Mungu ameniletea kijana amegraduate kutoka Egerton University. Yeye amefanya computer science, akakuja akasema, pastor, mimi nataka kufanyanga kwa projector. Ndio nilikuwa nafanya university. Akaniletea mwingine, walikuwa wawili kwa CU Egerton University. Yeye akasema anafanyanga electronic and electrical controls. Yeye atadeal na mitambo. Na Sunday nikasimama kanisani nikatangaza Mungu ameleta watu kufanya hii kazi. Kwa na msichana mmoja akasema sasa timu ya mtambo hapo imeongeza watu wengine 2 na watakuwa wakifanya kazi. Jioni yule alikuwa amegoma akakuja kuniona. Pastor, nakuuliza kama naweza rudi kwa ile huduma yangu. Nikamuuliza yako ni gani? Ati ile ya projector. Nikamwambia hiyo iko na watu. Wameshaleta wale ambao wameitwa kuifanya, kwa sababu uligoma wakati kanisa likuhitaji zaidi. Thank you. Wezi tisha Mungu. Unajua kuna kitu wa Kristo hujui. Kwani ukikufa kanisa itafungwa? The church will continue. So what we do, we are doing because we do a presentation before God to give an account on how we used our lives. Si Mungu tunasaidia na si pastor. Tusionange pastor hata tambui. Kuna wengine wanasemanga hata pastor tambui ile kazi nimefanya, hii kanisa nimejitolea miaka yote, hata naimbanga hata chai atupeangi. Kwani ni pastor? Pastor hana mbingu ya kukupeleka. Yesu ndiye ako na mbingu. Na yeye ndiye unafanyia kazi, na ukifika huko utasema
Pastor Martin ndiye alifanya nikajiondoa kwa uimbaji kanisani. Shauri yako, utawekwa jehanamu peke yako. Because you are given and God is expecting from you. Thank you. Man is a steward of given things. Number 4. A steward is the one who is charged with the administration of the affairs of another, of the true owner. He manages the properties of another. He is under authority of the owner as to give an account to the owner of the way he has managed the property of the owner. Lazima utoe hesabu. Kile Mungu alikupatia. Mungu alikupatia uwezo wa kuhubiri, ulihubiri vizuri ama ulikataa kuhubiri vizuri. Alikupea ability ya kuimba, uliimbia Mungu vile alihitaji umwimbie ama ulikataa. Mungu alikubariki na pesa, ulizitumia kwa huduma ya Mungu ama ulitumia kwa mambo yako na vitisho. Mungu alikupea mwili, ulitumia mwili wako vipi? Hello ladies. Unajua ukishakuwa na mwili ukiwa msichana unaona yani unajifeel. Hata ukivaa dress unaenda hivi uone kama watu wanakusikia, wanakuona. Sisi wanaume tunaangaliaga tu tunaona. Tunaona. Kwa sababu lazima tuangalie tu tuone. Tunaona. Lakini kitu kile nataka ujue. Mungu anaweza kukupea beauty na kuweke kwa church so that your beauty can be attraction for the people to come to the church to know Christ. But it's not for pride. Anasifiwe sana. Kuna watu ambao Mungu ameweka wanavutia tu. Akivutia hivi watu vijana wanakuja, wakija wanakutana na Yesu. Amesimama tu na Yesu. But what about yourself? Ama unatakanga uonekane? We should give ourselves fully to God. Kwa sababu hata hii mili tumepewa si yetu, ni Mungu. Itarudi siku moja. Mungu aliumba mtu. Biblia inasema that God made man from the dust of the ground. Man did not make himself. You are made from the dust of the ground. Therefore your body belongs to God. Yes, about Paul said, our bodies are temple of the Holy Spirit. Nguvu tuko nazo. Midomo tumepewa mzuri. Badala tutumie midomo yetu kushiriki Yesu na watu. Na upendo wa Kristo ndio watu wapende kanisa. Kazi yetu ni mshene. Kuongea juu ya watu wengine. Na hapo wa Kristo wamefaulu. Yaani kama kuna mahali wa Kristo wako 90% play ni mshene. Hiyo ndio wanaongea. Kanisani saa hii sisi wote Yesu akija tunaenda mbinguni. Lakini tupee 2 hours after this service. 90% wataenda jehanamu. Maneno ya watu. Uliona fulani vile alifanya? Hii alikuwa amevaa aje leo? Ulimuonaje? Hii paka alikuwa anakaa ghost. Na anaongea juu ya dada walikuwa naye church. Nani kanisani alikuwa anamsalimia, praise God sister, na anaenda kuongea mambo yake kumtaa. Let us be careful, because even our lives, they belong to God. All we have is given to us from God. Number 5. As stewards, we are responsible and accountable to God. A true steward will be rewarded. Luke chapter 16, verses 10 to verse 12. Look at it together. 16, 12, verses 10. Whoever is faithful in very little is also faithful in much. And whoever is unrighteous in very little is also unrighteous in much. So if you have not been faithful with the unrighteous money, who will trust you with what is genuine? And if you have not been faithful
with what belongs to someone else who will give you what is your own. There are two things here. Kitu ya kwanza, lazima uwe mwaminifu ukiwa na kidogo, ndio Mungu akupee mingi. Ikiwa huwezi toa fungu la 10 kwa sababu mshahara wako ni 5,000, huwezi toa 500, unapangianga 5,000 na 500 ni ya Mungu, Mungu atakupea 50,000. Because you cannot be trusted with the little. Wewe kazi yako ni watoto wa Sunday school, na hujakuwa mwaminifu kwa watoto, unatarajia utakuwa deacon wa kanisa. It will never be. You are leader in a department. You have not shown faithfulness and commitment to that department. You will never become a pastor. Because if you can be trusted with the little, you can be trusted with the much. Watu wale ambao wamejitolea kutoa hata wakati wako na kidogo, same people ndio wamebarikiwa hata wakati wana mingi. Ukiangalia story ya ule mtu ambao walipewa minas, mmoja akaweka yake akafunga, akasema unapenda kuvuna mahali hujapanda, kairudisha. Alinyang'anywa hiyo moja, alikuwa amepewa yule alikuwa 10. So you need to be trusted. Biblia inasema kama utaaminika kwa pesa ambazo ni chafu, nani atakuaminia kile ambacho ni cha thamani? Even your own life. Na Biblia inasema yule ambaye si mwaminifu kwa kitu cha mwenyewe atapata chake mwenyewe. A man who has served faithfully in somebody's business, God gives him his own business. Lakini mtu ambaye uharibu biashara ya yule amemwajiri, mtu ambaye huiba masaa ya mwajiri wake, hakuna siku Mungu atampa kazi yake mwenyewe. Na ikiwa huwezi kuwa mwaminifu chini ya mchungaji, hautawahi kuwa mchungaji wewe mwenyewe. People fight around the pastors, they have never become pastors. Anatokana na kiburi. Unajua mtu anapewa kama youth, unajua ukiwa na youth unaona wanakufuata kwa sababu pastor amekupea hiyo baraka. Nasema wewe ongoza vijana. Kila kitu mnafanya unaona vijana kama 200 wanakufuata. Unaanza kujisikia kama umekuwa pastor. Sasa unaanza kusema hata huyu pastor wetu unajua saizi hatukui. Ni kama ana roho. Hiyo jinsi tunahubiri, hata hizo nyimbo tunaimbishwa za imani yetu ni za zamani. Hii ni boring. Wacha nafikiri pastor anastahili kutupea more time ili kanisa yetu iwe moto. Ujue umeisha. You are done. Utahama ukifikiri ukianza kanisa yako watakufuata. You'll be surprised to be alone. Utahangaika na kanisa zote ambazo ziko karibu, unaenda hii unakuta utakikani. By the end of the day utarudi kukunywa chakula. That's what happens. Because the Bible is very clear that if you cannot be trusted with somebody's business, no one can trust you with your own. So when the Bible talks about business, si biashara ya kuuza na kununua, ni kazi yoyote. Ikiwa huwezi aminika kuongoza wamama na uheshimu mke wa mchungaji, uheshimu nyumba ya mchungaji, basi hakuna siku utakuwa mke wa mchungaji mwenyewe. Yourself. Because we need to acknowledge what the Bible says. Kuna mambo matano nitamalizia nayo. There are 5 major possessions every man is responsible and accountable to God for. Number 1 is our life. Maisha yetu. What we have received as a gift from the Lord. Maisha tulionayo, Mungu ndiye alitupea uhai. Vile ninatumia maisha yangu, vile ninafanya na maisha yangu, the time God has given me, the years God has entrusted in me, it matters the Lord. If I misuse those years, I'll give an account before God. Kuna watu wamejiwaste kwa sababu wanafikiri maisha ni yake. Hata ukimuuliza swali anasema it is my life. I want to tell you that life is not yours.
it belongs to God. It just gave to you to manage it. Usipo manage vizuri, you pay the penalty of the failure. Number 2, our time. What we have been allotted to us by the Lord. Mungu ametupea siku, ametupea miaka ya kuishi kumtumikia. Lakini tumetumia hiyo muda namna gani? Mungu amekupea masaa 12 mchana. How many hours do you give to God during that day? Kuna watu kazini hawezi hata kubali kuomba, hataki ajulikane ni Mkristo. Kwa sababu tabia zake, mienendo yake, mambo ambayo anafanya ni mambo ambayo hayampendezi Mungu. The time that is allotted to us. God determines time and season. And He determines to raise people and also to dethrone others.